Yuko sawa kuzungumza alivyo zungumza ama hayuko sawa? Evans, tuanze hapa pamoja na maelezo ambayo unataka kuyaeleza. Karibu. Ya, kwa upande wangu naamini Wallace Karia alichokizungumza ni vitu ambavyo watu wengi hatupendi kusikia. Ndio. Kwa sababu kilichotokea, namna ambavyo mazingira yalikuwa, hata ingekuwa ni wewe unaambiwa bodi ijiuzulu kwa sababu zipi? Kwa kuahirisha mechi. Kanuni ilikuwa inawaruhusu pia kuahirisha mchezo. Kama kutakuwa hakuna kwenye matukio. Atuambie kanuni gani? Kanuni gani? Sawa, nitakwambia. Kama kutakuwa kuna tukio lolote la dharura, una mamlaka ya kuahirisha mchezo. Ndio kilichofanyika. Yeah. Kama kutakuwa kuna hali yoyote ya dharura, unaruhusiwa kuahirisha mchezo. Kwenye hayo matukio, ni kama machafuko. Azungumza yale matukio makubwa. Na ndio maana ukisoma taarifa ya bodi ya ligi, kilichotokea ni kosa la kikanuni. Kosa la kikanuni linaadhibiwa kikanuni. Ansi. Yale sio machafuko. Sawa. Sawa. Mimi nimemuelewa. Mwacha interject. Ni vizuri. Ni sahihi kumchallenge Evans. Yes. Kosa la kidharura, si ndio? Yes. Machafuko. Yes. Mtu amefariki kwa mfano juzi kwa macho ya bodi ya ligi Hans, kile kilichotokea pale, ugomvi wa mabouncer kuwazuia Simba was enough kusababisha vurugu hata kwenye mchezo ule. Na taarifa kwa walichoona wao bodi ya ligi na uzuri kwa nafasi yao wanaruhusiwa kufanya maamuzi kwa wanavyoona wao. Sawa, naomba Evans endelea. Na uzuri kwenye hicho anachokizungumza Hansi, ukisoma ile barua vizuri, inasema kuna taarifa wamezipokea kutoka kwa mtu wa usalama, zinahitaji uchunguzi. Mtu wa usalama? Yes. Kasome ile taarifa. Kulikuwa na gari la polisi pale lilikuwa. Kasome ile taarifa. Yeah. Yaani mpaka wanafikia haya maamuzi ni kwa sababu kuna vitu vilikuwa vinaweka huo viashiria kwamba hii haiwezi tena kuwa sema. Yes. Na mpira, unajua kabisa mpira ni burudani, mpira ni maisha. Hatuwezi kuhatarisha maisha ya watu kwa sababu ya kikundi cha watu wachache. Yeah. Lazima tuweke mazingira yawe sawa na vitu vingine viendelee. Kwa hiyo mimi ukiniambia kwamba bodi ijiuzulu kwa sababu kuna watu vimefanyika vitu ambavyo hawavihitaji, watu wana demand point 3 kwenye mchezo ambao haujachezwa, tunakupaje point 3? Umeenda uwanjani, ale kukagua ni nani? Referee walikuwepo uwanjani? Hakuna. Tunakupaje point 3? Kanuni inataka nini? Kwa hiyo kuna vitu vingine vinatokea ni kwa sababu tu ya hiyo power ambayo Simba na Yanga wako nayo. Sorry Evans, mimi nataka nikusomee ile barua ya bodi ya ligi. Kuna sehemu hapa inakwambiaje, Mkai, baada ya kupokea barua hiyo, bodi iliwaagiza maofisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo. Walitumiwa clip kwenye WhatsApp au? Rudia. Ukisoma ile barua imeandikaje kwenye paragraph ya 3? Ndio. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maofisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo, ile ambao walishuhudia tukio hilo kwenye brackets. Kwa hiyo walishuhudia. Mimi ninachokijua ni kitu kimoja, na anaendelea kutuma taarifa ya tukio hilo, ya tukio haraka, ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuitishwa kwa kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Umemaliza? Mimi ninachokijua ni kitu kimoja. Ndio. Kosa la kikanuni linaadhibiwa kikanuni. Chanzo cha aliyotokea ni timu mgeni kutotoa taarifa. Kama timu mgeni angetoa taarifa kwamba anakwenda kutrain muda gani, and then Yanga wakatuma mabouncer wakaenda kuintercept training ya Simba, Yanga inawezekana kabisa wangepigwa adhabu kubwa sana au wangekatwa hata alama. Lakini kwa sababu timu mgeni hakutoa taarifa, yeye ndo chanzo cha tatizo. Sawa, Hansi. Kwa aliyofanyaje? Kwa mfano hajatoa taarifa afu ukamwachia akaingia, alafu ukaripoti kwamba hawa wameingia lakini hawakutoa taarifa. Ndio ungewapa bodi ya ligi wafanye maamuzi juu ya hawa ambao wamekuja bila taarifa. Ndio na mimi nimekuja hapo kwamba iko hivi. Kosa la Yanga ni kuweka mabounce. Nimetaja makosa mawili guys. Kwa mfano umeona nimetaja makosa haya. Kwa mfano mimi naomba nikuulize swali. Hakuna kanuni yoyote ambayo itaniaminisha kwamba Simba walitakiwa kuacha timu nje kutopeleka timu uwanjani. Nije kwako sasa. Hii kauli ya Karia ni kauli ambayo ina uhalisia kwamba hawa viongozi wa club nao
wana changamoto kubwa na ndio maana imepelekea yeye kuzungumza kauli ile pale. Binafsi nimeisikiliza vizuri kauli ya rais. Yes. Mimi sijui kinachoendelea ndani ya timu kwa sababu yeye inawezekana anajua, anapata labda mashtaka na nini, anajua vizuri. Ila mimi ninachoweza kusema kosa halihalalishwi kwa kosa. Haijalishi Simba wana migogoro ndani, bodi ya ligi iamue vitu kwa kujisikia pasipo kufuata kanuni na sheria. Haijalishi Yanga wana migogoro ndani, bodi ya ligi iamue vitu kwa sababu na nyie mna migogoro. Kama Simba na Yanga wana migogoro ya ndani kwa ndani, nyie bodi ya ligi mnatakiwa kufanya kazi yenu, kuamua vitu kikanuni na kisheria. Msiangalie hao wana migogoro kwamba wote tunasukumiana mzigo kwamba sisi tunafanya makosa kwa sababu na nyie mnafanya makosa. Yani, hakuna kiongozi anaweza kufanya hivyo. Kiongozi anayetoka akazungumza hivyo kwamba tumefanya maamuzi kwa sababu na nyie mnafanya makosa, na yeye ni dhaifu. Labda mimi naweza nikawa nimemuelewa Hans tofauti na alichokimaanisha Karia ni tofauti. Yeah. Karia amechukulia mfano wa bodi ya ligi kwamba kile kilichotokea mnaamini watu wanatakiwa kujiuzuru. Yakitokea kwenu nyie sasa yanatokea sana tu. Watu wenu mshawahi kuambia wajiuzuru? Je, wako sawa? Wako sawa, wamekamilika? Naamini ndo kitu ambacho Karia anakimaanisha. Yani kwenye sasa, bodi ya ligi ambacho mnanyoshia kidole, yakitokea kwenu kuna mtu ashawahi kusema mjiuzuru? Sasa alafu kuna kitu mimi na kifikiria. Tumsikilize Hans kabla hajasahau alichotaka kusema. No, mimi naelewa mnachozungumza. Lakini mimi sihalalishi kosa kwa kosa. Hajahalalisha kosa wa historia. Yani haiwezekani yeye akifanya kosa basi asubiri makosa watu wengine. Hajahalalisha kosa. Yani hajahalalisha kosa. Bodi ya ligi waliahirisha mechi kwa vigezo vipi, kwa kanuni zipi? Hakukuwa na machafuko. Wanayo nguvu. Wa viashiria, yani hakukuwa na machafuko ila kuna viashiria vya kuelekea huko. Alafu twende mbali zaidi. Kwenye ile barua ya bodi ya ligi wameandika pale kwamba hili jambo lipo kwenye uchunguzi. Yes. Naamini bodi ya ligi kamati ikikaa imeshafanyia uchunguzi hili jambo. Hawezi tu kupanga tarehe ya mechi bila kutoa maelezo kwamba kutokana na 1 2 3 A B C D F sijui A B Nataka nikwambie kwa nini unajua, ngoja nikwambie kitu Hans. Simba na Yanga kwa jinsi hizi club zilivyo, ndio maana hata wiki iliyopita nilifanya mahojiano na Karia. Karia nimezungumza naye mengi sana. Simba na Yanga kuna wakati wanataka wao wajione ni wakubwa juu ya sheria. Simba na Yanga wanataka wao kuamua lolote chochote mbele ya viongozi wa mpira. Ndio maana kuna wakati mimi haya matamko yakiwa yanatoka huwa nayafurahia sana. Iwe tamko limefuata sheria, limefuata kanuni, lakini ni matamko ambayo yana uhalisia. Na hapa hatuangalii kwamba heti viongozi wa Yanga ndio wenye shida au viongozi wa Simba ni wazuri kweli kweli. Mimi binafsi viongozi wa hizi club zote Simba na Yanga wana matatizo makubwa sana. Yani wanataka kuiendesha bodi ya ligi wao watakavyo. Sasa ikifika hatua hatuwezi kufika. Singida naye ataamka, Ken Gold naye ataamka, hatuwezi kufika. Ndio maana haya matamko mimi nayafurahia sana, na Karia aendelee kutoa matamko ya aina hii. Mimi nina uhakika kabisa, kilichotokea juzi kingefanywa na Singida, kingefanywa na Kagera Sugar, mechi singeahirishwa, mechi ingepigwa. Hiyo ni kwa upande wangu mimi. Kwa upande wako ninaamini game ingeendelea kwa sababu ni Simba na Yanga, watu walitumia busara. Mimi kilichotokea juzi kuahirisha game, never ever siamini kama kanuni ilitumika kuahirisha game. Nachoamini ilitumika busara kwa sababu zifuatazo. Simba na Yanga ni wakubwa. Tukifanya maamuzi ambayo hatuna uhakika nayo, inawezekana akaja kuleta shida. Acha tutumie busara, tuahirishe game, tuangalie uchunguzi. Lakini hakuna sababu yoyote iliyotokea juzi ambayo ilisababisha ile game kuahirishwa. Haipo. Hans Yondo ungekuwa ndo kiongozi wa bodi ya ligi, mbunge ingetwangwa. Hata kama kuna viashiria vya uvunjifu wa amani, mbunge ingetwangwa. Dada, ngoja nikwambie, ile game haikuwa na machafuko. Hajafa mtu.
ile game ilitakiwa kuendelea. Ndio maana wamesema kuna vitu wanachunguza. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Wewe viashiria ambavyo unavizungumza vya machafuko ni vipi? Nani alipigwa? Kwani viashiria ni mpaka mtu kupigwa? Kwani viashiria ni mpaka mtu kupigwa? Nani alipigwa? Tuchukulie mfano Hans. Machafuko yako wapi? Tuchukulie mfano. Subiri kidogo. Kwenye ile tukio mabouncer yangu umesema wapo 7. Walikuwepo 7 ndio. Mfano wachezaji wa Simba nao wangeshuka na viongozi wao nao wakaenda kutumia nguvu. Nini kingetokea? Unajua polisi walikuwepo unajua. Kwa hiyo polisi wangeingilia hapo, nini kingekuwa? Ndio maana taarifa polisi walikuwepo. Sawa. Kwani polisi mbona wanakuwepo eneo la tukio alafu vurugu zinatokea? Source ya kuwepo kwa mabouncer ni nini? Chanzo ni kwa sababu timu ilienda kutrain haikutoa taarifa. Yes. Ila wao wana taarifa. Wao ndo chanzo. Wao mabouncer wana taarifa. Na hakuna mtu aliyekataa kwenye hilo. Evans ndio maana nimekuambia mabouncer wana shida. Yaani kama umesikia makosa yani kama Simba wameshindwa kutoa taarifa, ila mabouncer wana taarifa kwamba Simba watakuja na gari zaidi ya moja. Unarudia kitu kile kile. Na gari walizozuia sio gari ya wachezaji. Shida ni moja. Sasa tukubaliane Hans. Alianza kuzuia ni nani? Ni meneja wa uwanja aliyegoma kufungua uwanja. Ina maana kama meneja angekuwa na taarifa angefungua uwanja, watu wangepitiliza. Hilo inabidi ulijue, watu wangepitiliza wakaingia uwanjani. Lakini meneja kwa sababu amefunga mlango na wale mabouncer tukumbuke hawakuwa ndani, walikuwa nje ya uwanja. Ila meneja huyo akafungua jioni uwanja kipindi cha mechi. Mabouncer walikuwa nje. Hivi unamzuia vipi mtu kuingia ndani wewe uko nje? Hii ni hatari. Hilo inabidi ulijue. Common sense. Sasa Hansi, hivi ukiwa nje si ndio una uwezo wa kumzuia mtu asiingie ndani? Yaani wewe ukiwa ndani. Yaani unamzuiaje ukiwa ndani? Hivi wewe nikwambie, ule uwanja umefungwa. Meneja angekuwa na taarifa, angefungua uwanja, watu wangeingia uwanjani. Sasa mabouncer nao hapo. Hajafungua, meneja hana taarifa. Kwa nini ukutoa taarifa kwamba unakwenda kutrain? Kitendo cha ina maana wewe ndio umeanza kuleta issue ambazo sio sawa. Basi ndio hivyo, ndio hayo yote ambayo yapo kwenye uchunguzi. Kamati ikikaa itaangalia. Inawezekana kosa likamwangukia pia meneja wa dimba la Benjamin Mkapa. Yani mwisho wa siku unajua kuna vitu viko mbele yetu, mbele ya macho yetu. Ndio. It's either hatuvioni au hatuvioni kwa sababu sisi ni vipofu, au hatuvioni kwa sababu tumefumba macho. Sawa. Ukisoma kwenye taarifa ina acknowledge kabisa kwamba kuna viongozi wa bodi ya ligi hao ambao as much as kanuni ile haisemi kwamba ili mazoezi yafanyike wao wanatakiwa wawepo, haisemi. Kanuni hiyo pia hakuna mambo kote inasema kwamba hao watu unaotaja kwamba wanatakiwa wawepo. Inabidi wawepo kwa sababu sasa kanuni haisemi, lakini kuna miongozo. Jeff utakiwa sasa nisikilize kitu kimoja. Sawa. Tupate Crown Media. Hapa ni nyumbani.